Uturuki pamoja na Israel zina mzozo wa chini kwa chini. Ni mzozo wa siku nyingi ambao kila kukicha unazidi kukua taratibu. Mataifa haya mawili, mzozo wao hasa umejificha ndani ya Syria. Tangu Ahmed al-Sharaa achukue uongozi wa serikali ya mpito ya Syria, mabadiliko hayajafanyika ndani ya taifa hilo, lakini pia uongozi wake umezidi kutengeneza uhasama kati ya Israel pamoja na Uturuki. Usimamizi wa fikra za kisiasa za Sharia pamoja na uungwaji mkono wa wazi wa Uturuki vimeunda ukweli mpya ambao unawalazimu wahusika wengine wa kikanda kufikiria upya misimamo na miungano yao kuhusu Syria. Dalili za uhasama mpya kati ya mataifa mawili yenye ushawishi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kwa maana ya Uturuki na Israel, zinazidi kujitokeza. Mataifa hayo mawili bado hajajihusisha na makabiliano ya moja kwa moja katika ardhi ya Syria ama popote pengine, lakini maslahi yao yanakinzana yameweza kuyaingiza kwenye ushindani mkali nyuma ya pazia ambao unabadilisha usawa na madaraka haswa ndani ya Syria. Uturuki inajinasibu kama alivyosema rais wa Marekani bwana Donald Trump kwamba ni Uturuki iliyopambana kumuondoa madarakani Bashar al-Assad. Lakini hata baada ya kuondolewa kwa Assad, kwa sababu anaunga mkono kundi la PKK ambalo limekuwa likimsaidia na kundi ambalo lilitaka kufanya uasi ndani ya Uturuki kumuondoa madarakani Recep Tayyip Erdogan. Baada ya kumuondoa Bashar al-Assad, utawala wa Syria wa sasa wa al-Sharaa umeonekana kuwa dhaifu dhidi ya Israel ambayo iliamua kufanya mashambulizi mazito na kuharibu miundombinu ya silaha ndani ya taifa hilo, ikishambulia maghala ya silaha mbalimbali za taifa hilo. Ahmed al-Sharaa, mwanasiasa ambaye amejitokeza katika siasa za Syria tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, wakati huu na hata baada ya Bashar al-Assad, amekuwa kiungo muhimu wakati huu kwa sababu yeye ni wa madhehebu ya Sunni mwenye asili ya Kiislamu. Katika itikadi na siasa alikuwa chaguo linalokubalika kwa Uturuki ambayo imekuwa ikiunga mkono upinzani wa Syria tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo mwaka 2011. Alipoingia madarakani huko Damascus, Ankara ilimuunga mkono kwa nguvu kwa sababu, kulingana na Francisco Belcastro, mkuu wa mpango wa uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Derby nchini Uingereza, Uturuki inamuona kama fursa ya kubadilisha ushawishi wake mdogo kaskazini magharibi mwa Syria kuwa mafanikio ya kisiasa katika mji mkuu kupitia njia rahisi kama vile miradi ya ujenzi, elimu na kadhalika. Lakini Israel ina wasiwasi kuhusu kupanda kwa Sharaa madarakani na inamchukulia kuwa tishio la usalama kutokana na historia yake ya wanajihadi na ushirikiano wa kikanda. Wanasema kwamba Israel inaona kupanda kwa Sharaa huko Damascus kama changamoto ya kutilia shaka na ya kutia wasiwasi, lakini wakati huo huo kuna uwezekano wa kufikia mipangilio ya usalama ya busara na labda hata ushirikiano zaidi katika nyanja ya usalama, bila shaka kwa tahadhari kubwa, hasa baada ya historia ya kifo cha Oktoba 7 na historia ya Israel. Tatizo kubwa liko kwa Uturuki kwa sababu ya matamanio yake ya kikanda kwa upande mmoja na uungaji mkono wake kwa Wapalestina, haswa wanaharakati wa Hamas kwa upande mwingine. Na hivyo Israel inaiona Uturuki kama adui mkubwa huku wakimuunga mkono al-Sharaa. Lakini Uturuki inatafuta nini Syria? Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mnamo Mei 15, katika mkutano na waandishi wa habari wakati wa mkutano usiokuwa rasmi wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa NATO katika mkoa wa kusini mwa Uturuki wa Antalya, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan alitangaza kwamba Ankara inatarajia vitengo vya ulinzi na watu wa Kikurdi wa Syria YPG, ambayo inazingatia kuwa ni tawi la chama cha wafanyakazi cha Kurdistan PKK, kutia saini makubaliano ya PKK na serikali ya Syria kwamba imesambaratika na kuweka chini silaha zake. Francois Belcastro, miongoni mwa wachambuzi wa mambo, waliliambia shirika la habari la BBC kwamba ni kweli Uturuki inawaomba washirika wake katika kanda na kwingineko kuboresha uhusiano wao na serikali ya sasa ya Syria, hasa zile nchi ambazo zinaweza kuchangia kifedha katika ujenzi mpya wa Syria, lakini hatupaswi kusahau kwamba mahitaji haya hatimaye ni kwa maslahi ya Ankara, kwani Uturuki inataka kudumisha ushawishi wake nchini Syria, kuwa na jukumu kubwa katika kuamua mustakabali wa nchi hiyo, hasa katika kuzuia hali mbaya na uhusiano wao na Wakurdi. Hata hivyo, wataalamu wengine
Katika tafiti wanasema kwamba sababu kuu ya Ankara kumuunga mkono Ahmed al-Sharaa, mbali na kujaribu kuzuia uhuru wa Wakurdi wa Syria, ni kupanua uhusiano wake wa kibiashara na Jordan na nchi za Ghuba ya Uajemi na kufafanua upya jukumu lake la kikanda la Uturuki. Wachambuzi wanaongeza kwamba Uturuki imekuwa ikitumia nguvu zake laini na za nguvu kaskazini magharibi mwa Syria tangu mwaka 2018, kama vile Tahrir al-Sham alivyofanya Idlib kuwa kilelezo cha utawala wake nchini Syria. Uturuki imefanya vivyo hivyo katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kwa hiyo ushawishi wa Uturuki unatarajiwa kuenea mbali zaidi, mradi tu iwe na msimamo isipingane na sheria ya al-Sharaa. Tukio ya haraka katika nyanja za kisiasa ya Syria, ikiwa ni pamoja na mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump na Ahmed al-Sharaa mjini Riyadh, ulipatanishwa kwa mwanamfalme Mohammed bin Salman, ulikuwa ni mabadiliko makubwa katika maendeleo katika nchi ambayo bado inakabiliwa na matokeo ya vita vya miaka 14. Lakini Israel inajaribu kuhakikisha usalama wake wa kitaifa kwa kuweka mizani mpya, hata kama hii inakuja kwa gharama ya kukubali uongozi wa al-Sharaa, mradi sio tishio kwa maslahi ya Israel. Hata hivyo, Uturuki ililaani mara kadhaa juu ya mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na Israel katika eneo la Syria, huku Israel ikisema kwamba wao wana uwezo wa kufanya lolote na hakuna mwenye kuweza kuizuia. Uturuki kupitia Recep Tayyip Erdogan aliwahi kusema kwamba ana uwezo pia wa kuanzisha mashambulizi ndani ya Israel, kwani miongoni mwa maeneo katika Israel yalikuwa katika himaya ya Ottoman Empire ya nchini Uturuki. Kwa hivyo Waisrael wasifanye mashambulizi katika ukanda wa Gaza wakidai maeneo ya kwao, ama Syria wakidai kwamba wanayahitaji kwa nguvu. Hata Uturuki ina nguvu hiyo, aliwahi kunukuliwa rais wa Uturuki Bwana Recep Tayyip Erdogan. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.